Hamjambo mtazamaji wa idhaa ya Kiswahili wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ya Janvier Emmanuel Kaluya, nikaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu, usikose kujabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo. Wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vitu vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jiji na tarafa letu la Uvira. Langu jina naitwa Janvier Emmanuel Kaluya. Nikukaribisha kabisa kuweza kuungana nasi katika habari zetu za kila siku. Niseme asante kabisa kwa wale wote ambao wanaendelea kutembelea channel yetu, wale wote ambao wanaendelea kutuandikia kupitia televisheni yetu Muteba TV. Niseme asante kabisa kwa kuwa kabisa mnaendelea kuonesha roho ya upendo na pia mnaendelea kufuatilia vipindi vyetu kila leo, pia habari zetu na uchambuzi wetu wa kila siku. Ikiwa tuko katika mji wa Uvira, ni tariki 13 ya mwezi wa 4 mwaka 2026, leo ikiwa ni siku ya 4 kabisa. Moja kwa moja habari zetu zile ambazo tutakazozigusia kwa siku ya leo, tutakugusia kabisa kuhusu vita ambavyo vimeweza kuripotiwa kabisa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mara nyingine, ambavyo vinaweza kabisa vikaleta mvutano mkubwa baada ya ile ya M23. Kwa sasa kuna kuwa na mvutano wa vita vingine viliweza kuripuka katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia vikosi vya Zambia ambavyo vinadai kuwa vimeweza kuendesha shambulizi katika mkoa wa Tanganyika. Tutakwenda kujua mengi kabisa kuhusu hali hiyo ya vita tena katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia katika mji wa Uvira kuna kuwa na wasiwasi mkubwa kabisa ambao umeanza kutanda kabisa baada ya kutaja kuwa kuna baadhi tena ya viongozi ambao waliotumikia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo miaka kadhaa wakiwa pale maeneo ya Bibokoboko na huko tarafani Fizi, wakiwa washirika wa RCD Goma ambao watajwa kuwa kuwasili tena hapa mjini Uvira. Na hii kabisa tayari imeanza kuleta taharuki, wakati kabisa wakidai kuwa uwepo wao hapa wanaweza tena wakaangusha mji wa Uvira. Pia kuna kuwa na tathmini pia ambayo tutakwenda kutathmini kuhusu hali ya wasiwasi ambayo inaendelea kuzuka huko maeneo ya Minembwe, baadhi raia wengi ambao wakitaja kuwa wao ndio wanakuwa walengo, pia wakiwa wanapoteza maisha na wengine wakishambuliwa na drone kali kupitia mashambulizi ambayo inayoripotiwa maeneo hayo. Haya na mengine ni kukaribisha kabisa kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo kupitia televisheni yako Muteba TV. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu, usikose kujabone kwa channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Na pia kuna nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini, ukiwa na maoni au pendekezo kabisa usisite kabisa kuweza kutuandikia. Moja kwa moja tutakwenda kukujibu kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini. Tuanze na habari hizi kabisa ambazo ziko za sasa kupitia uvamizi wa kijeshi ya Zambia ndani ya ardhi ya Kongo wazua mvutano mpya katika mkoa wa Tanganyika. Taarifa zilizosomwa kutoka eneo hilo tukio zinaonesha kuwa kabisa uwepo wa wazi wa wanajeshi wa Zambia katika baadhi ya maeneo ya mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Tanganyika, kulingana tu na vipengele vilivyotajwa katika ripoti iliyosainiwa mbele tu ya bunge ya taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uwepo wa wanajeshi wa Zambia umeripotiwa katika eneo la Moba ambalo ni eneo nyeti kabisa linalo kando ya ziwa Tanganyika. Na hii inaanza kuleta taharuki kabisa kwa sababu wakati wabunge wameanza kutambua hilo na kuanza kuonesha, ukiangalia pale maeneo ya Moba kabisa ni maeneo nyeti kabisa na ni maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini tayari wanadhibitisha kuwa kuna kuwa na uwepo wa wanajeshi katika maeneo hayo. Na hii inaweza kaleta tena mvutano kwa sababu ikiwa hiyo mipaka itakuwa iko wazi na wanajeshi wa Zambia waanze kuingia jinsi wanapenda na waanze kuzunguka katika maeneo na wanafanya kambi zao, na hii inaweza kabisa kaleta tena taharuki katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya raia wengi ambao wakitaja kuwa huenda kabisa ni mbinu
zake Paul Kagame pamoja na Joseph Kabila, wanaounga kabisa mkono baadhi ya vikosi vya kijeshi ya huko Zambia, ambao wanaweza kuwa wamepitia kwa maeneo ya mkoa wa Tanganyika ili kabisa kuweza kudhibiti eneo hilo na kuendesha operesheni katika mamlaka tu na mbinu za kuweza kumpindua rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambalo kabisa kwa sasa linabakia swala tete na linabakia swala nyeti kabisa kwa wadau katika maeneo kadhaa. Hii inaweza kuleta hofu kabisa kwa baadhi ya Wakongomani kwa sababu ukiangalia vita ambavyo vinavyoripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambavyo vinavyolenga, unakuta kabisa vinakuwa ni vita ambavyo viko na objective, na baadhi tu ya ukiangalia katika mikoa mingi, hasa mkoa wa Sud Kivu na mkoa wa jimbo la Kivu Kaskazini, zimeonekana kabisa kuathiri na zimeweza kuvamiwa muda mrefu kabisa, na raia wengi wameweza kupoteza maisha, wengine waliweza kunyang'anywa pesa, wengine waliweza kunyang'anywa mali. Hiyo yote ni matokeo ya vita ambayo kabisa inaendelea kuripotiwa leo, na pia iliweza kufanya watu wengi waweze kuwa wakimbizi, wengi wao wakimbilia huko nchini Tanzania na wengine wakimbilia katika nchi ya Burundi. Nini hasa mtizamo wa wadau kuhusu mashambulizi haya ambayo inayoendelea kabisa kuonekana katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kupitia jarida ambayo liliweza kutajwa kutoka ukurasa wa Paradox ambao uliweza kuonekana kabisa na kuja kuwa baadhi ya raia wengi ambao wanaokumbwa na majanga kupitia shambulizi ambazo zinazoonekana maeneo kadhaa. Ni baadhi ya raia huko katika maeneo ya Fizi na katika maeneo ya Minembwe wakiomba kabisa serikali kuingilia kati ili kuangalia namna gani ya kuweza kukomesha hali hiyo, kwa sababu hii inaweza kuleta mvutano wa kivita, hasa kwa madai ya uwepo kabisa wanajeshi wa Zambia katika maeneo kama Muliro. Mkakati wa jeshi inaonekana kabisa kuonekana kuwa ni vema iweze kuonyesha nguvu zake na kuweza kuhakikisha kabisa imefanya matumizi makubwa kuweza kushambulia maeneo hayo na kuhakikisha kuwa hakuna hata askari ambaye anaweza kuonekana maeneo hayo, kwa sababu Zambia haina muda kabisa wa kuweza kuja kuvamia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama Rwanda ambayo imefanya miaka kadhaa ikiendelea kuvamia na kuendelea kupora mali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hasa wakitaja kuwa kuna baadhi ya kabila za Wanyamulenge ambao wanapatikana maeneo hayo wakiwa wanakosa hata nafasi ya kupitia, hasa kuja kuchukua chakula kupeleka Minembwe, kwa sababu raia wengi wako katika hali ya wasiwasi, raia wengi wanaishi katika hali mbovu, na baadhi ya kila leo kunaripotiwa milio ya risasi ambayo inaripuka, hasa zile silaha za kuvizia na drone ambazo zinapiga kila sehemu. Unakuta raia wengi kabisa wanakuwa wanachanganyikiwa, na hasa kabisa soko ya pale maeneo ya Minembwe ambayo hailemi kutokana na ubovu wa hali kwa sasa ya wakaaji wa maeneo hayo, na wakiomba kabisa serikali kuweza kuingilia kati ili kuangalia namna gani ya kuweza kutatua mzozo ambao unaoendelea kuonekana katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia tuje katika mji wa Uvira kuhusu uchambuzi katika mji wa Uvira. Hali kwa sasa karibuni inaweza kuwa kama ile muda wa Gasita. Unajua kama wakati General Gasita aliweza kuletwa hapa Uvira, kulikuwa na mvutano mkubwa sana, hasa kwa raia, hasa kwa wazalendo, ambao iliweza kufanya maandamano mfululizo wa siku 10 bila hata kazi, bila kufungua duka, bila hata gari kutembea barabarani, pikipiki au bajaji. Nadhani kwamba uliweza kushuhudia hii hali wakati wa Gasita hapa mjini Uvira. Wadau pia wachambuzi wataja kuwa hii tena inaweza ikajirudia, kwa sababu katika tamko la kijeshi la FARDC waliweza kutaja kuwa huenda kabisa Kanali Aro na Mshebwa anaweza tena kurudi katika mji wa Uvira, na hii wakitaja kuwa Aro na Mshebwa akiwa kabisa ni mwanachama wa zamani wa RCD Goma na ambaye aliweza kufanya makazi zake katika eneo kadhaa, maeneo ya Bibokoboko katika mwaka 1998 hadi 2005 ambapo aliweza kufanya kazi zake kabisa katika maeneo hiyo, na pia Baraka, Malinde na nafasi nyingine. Na pia huyu kamanda anadaiwa kuwa aliweza kushiriki katika mauaji ya pale Lulinda na Makobola katika eneo la Fizi Sud Kivu wakati wa RCD Goma, na Mshebwa alikuwa kabisa mmoja wa wapiganaji wakuu waliokuwa kabisa wakifanyia operesheni katika ukanda wa pwani wa Baraka, Makobola na nafasi nyingine, kwa wakitaja kuwa kanali huyu alikuwa ni mmoja kati ya viongozi ambao waliweza kabisa kufanya kazi kubwa
katika eneo hilo, na pia aliweza kutumiwa kushiriki na mwenzie ambaye tayari ameweza kufariki, Chanza alifanya kazi na aliweza kuendesha mauaji pale maeneo ya Mtambala na sehemu mbalimbali. Pia anadaiwa kuwa pia aliweza kushiriki katika mauaji ya Kiliba, Kakungwe, Katogota na maeneo mengine. Mleta hapa mjini Uvira itakuwa kabisa ni jambo la kuanzisha tena fujo katika wakaaji wa Uvira, wakitaja kuwa uongozi wa kiserikali kabisa hatua hii wanapingana nayo na kuomba kabisa kuweza kupinga kauli hiyo na kukataa kanali huyo kuweza kuwasili katika mji wa Uvira. Na hii tunasema kama blagi, tunasema kama miza, kwa sababu sisi watangazaji tunagundua, na wakati raia wanaanza kuandika barua wanaanza kulaumu na kuandika serikali kwa sababu hali ambayo tunakuwa sasa haijakuwa kuridhisha. Hebu angalia M23 kiangalia maeneo ya Sange, maeneo ya Kiguru na nafasi nyingine M23 kumebaki kimya kabisa. Hakuna hata mpakazi, hakuna hata kidole, hakuna hata risasi moja ambayo inalia maeneo hayo, kwa sababu wote wanaangalia. Na pia kunakuwa na ile ushirikiano mkubwa sana kabisa wa raia ambao wanatoka Uvira wanaenda Baraka, wale ambao wanatoka Baraka wanaenda Misisi, wale ambao wanatoka Uvira wanaenda Bukavu, wale kutoka Bukavu wanakuja Uvira. Unakuta kabisa kunakuwa na ile mchangamano na watu wanapita bila hata uchunguzi kadhaa ambao unafanyika. Na wakati viongozi kama hao wanaanza kurejea katika mji, ujue kama kabisa hali hiyo inaweza kuleta taharuki na inaweza kuleta hofu kabisa ya raia. Jambo la kufanya viongozi ni lazima wao wanaingilia kati na kuchunguza kabisa kuangalia hali hii. Je, hii hali ambayo tunataka kufanya, je, inaweza ikaridhisha au la haiwezi ikaridhisha? Na pia katika habari zingine huko maeneo ya Kalemi, habari ambazo tulizokuwa nazo zilizokuwa kuwa wahalifu wawili kabisa waweza kukamatwa wakiwa kabisa wakiendesha operesheni ya wizi maeneo ya Kalemi tariki 28 Aprili mwaka 2026 kuamkia kabisa tariki 29, na pia wakitaja kuwa brigedi ya 22 iliweza kuingilia kati baada tu ya kuonekana kuwa walikuwa kiendesha wizi maeneo hayo ambao walikuwa na silaha aina ya AK-47, na pia waliwahi kuendesha mauaji ya watu wawili katika maeneo hayo, jambo ambalo kabisa iliweza kuomba swala la usalama kuweza kuingilia kati kabisa pamoja, ili iweze kuhakikisha kuwa inaendelea kukomesha vitendo hivi mauaji pia wizi ambao unaoripotiwa katika maeneo kadhaa. Tukijuze huku katika maeneo ya Kalemi kunakuwa ni mojawapo kabisa ya vituo vikubwa ambavyo vinafanya kazi vizuri kama vile kijeshi, kwa sababu unakuta kabisa watu ambao wanaendesha wizi muda mchache kabisa huwa wanakamatwa na wanawekwa gerezani. Na katika habari zingine ambalo tutaweza kuzungumzia huko maeneo ya Kivu Kaskazini, operesheni ya pamoja ya FARDC pamoja na MONUSCO ya kulinda viwanda pia na madini huko maeneo ya Madumbwi iliweza kuzunduliwa kabisa katika mfumo wa operesheni ya pamoja itwayo Nyundo 2, vikosi vya FARDC pamoja na askari wa kulinda amani wa MONUSCO kutoka Kenya, hasa wale wa brigade ya uangalifu FBN, tayari kabisa wameanzisha kazi zao za pamoja ili kuangalia namna gani kabisa wanaweza kuendelesha operesheni kwa kulinda raia pamoja na mali pia na kuweza kulinda mipaka ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mji wa Uvira kila leo vitendo vya mauaji vinaendelea kuripotiwa. Katika habari zetu ambazo tulizokutajia awali, raia wakiomba kabisa ushirikiano wa wanajeshi na vikosi vya amani ili kabisa kudhibiti wale ambao wanaoendesha mauaji katika mji wa Uvira. Katika eneo ya pale maeneo ya Kawizi kuna mama mmoja ambaye aliweza kuuawa kwa kupigwa risasi na aliweza kuzikwa hiyo jana kabisa majira ya mchana kati, wakati alikuwa kwenye shamba lake na kupigwa risasi na watu ambao wasiojulikana. Na pia tuliweza kujuza pale maeneo ya Karigo kuna mtu pia mwingine aliye fariki kwa kupigwa risasi, na habari hizi kabisa zikiwa zinashoto vidole kuwa huenda kabisa wakishakiwa kuwa ni wachawi, lakini tunakuja kugundua kabisa ni mizozo ya kifamilia ndiyo ambayo inayoendelea kuleta hali ya hofu na wasiwasi katika maeneo kabisa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika tarafa la Fizi kuna mama mwingine pia aliweza kuuawa kwa kupigwa risasi pale maeneo ya Malindi, raia wakiomba kabisa kuingilia kati na pia mashirika za kiraia zikienda kulaani kabisa vitendo hivyo vya mauaji ambayo inayoendelea kuripotiwa
kila leo. Mtazamaji wetu wa televisheni Muteba TV, ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwa channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu, pia uchambuzi wa habari zetu za kila siku, uchambuzi wa habari zetu ambao uliletwa kwenu na Janvier Emmanuel Kaluya. Nikutakia asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwaherini. Thank you.